Hakikisha sio tunakurudisha madarakani kwa heshima, tunakurudisha madarakani kwa kishindo kikubwa. Ndugu mgombea, tunazo sababu za msingi za kufanya hayo. Sisi watu wa Muheza ni watu waungwana, tunaopenda sana kupendwa na kupatilizwa. Na hakuna wakati wowote katika historia ya Muheza ambayo tumependwa na kupatilizwa kama kipindi cha miaka mitano hii ya urais wako, ndugu mgombea. Nayo miradi ambayo naweza kutumia nusu siku hapa kuitaja ya jinsi ilivyorahisisha maisha ya wanamuheza, lakini kwa muda ambao nimepewa naomba nitaje michache na kwa ufupi sana. Kwenye upande wa elimu, mheshimiwa mgombea, wakati unaingia madarakani, wilaya Muheza yenye kata 37 ilikuwa na kata 13 ambazo hazina shule za sekondari. Hivi tunavyoongea kata 11 zimepata sekondari na ni fedha ulizotoa wewe. Tumebakisha kata 2 ambazo nazo ziko kwenye mipango yetu ya bajeti, na naamini mwaka huu wa fedha hautakwisha kabla kata hizo hazijaanza kujengewa shule zao za sekondari. Katika kipindi hiki cha miaka mitano ya uongozi wako wa nchi hii, Mheshimiwa Rais, umeweza kutuletea fedha kwa ajili ya kujenga kiasi cha madarasa 364 katika kipindi cha miaka mitano, yakiwemo madarasa ya shule za sekondari na madarasa ya shule za msingi. Lakini hata hivyo umetuletea fedha kwa ajili ya mabwala, umetuletea fedha kwa ajili ya mabweni, matundu ya vyoo, nyumba za walimu na miundombinu mingine ya elimu. Kwenye upande wa afya, ndugu mgombea, hapa ndio ambapo umeupiga mwingi kweli kweli. Sisi Muheza kihistoria hatukuwahi kuwa na hospitali ya wilaya kabla wewe hujaweka juhudi zako. Ulianzisha harambee wakati ule ukiwa makamu wa rais, tukapata fedha za kuanza kujenga hospitali yetu ya wilaya, lakini katika kipindi cha miaka 4.5 mitano hii ambayo umekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hospitali ile ya wilaya imepata jumla ya shilingi bilioni 3.9 ambayo imetuwezesha kujenga majengo 15 na hivi tunavyoongea inatoa huduma. Si ajabu kwamba hospitali ile tumeipa jina lako, hospitali ya Mama Samia, kwa sababu ya kushukuru mchango wako uliotuwezesha wanamuheza kuwa na hospitali yetu ya wilaya. Lakini kwenye afya hukuishia hapo, ulitupa fedha. Wilaya hii wakati unaingia madarakani, Mheshimiwa Rais, ilikuwa na kituo kimoja cha afya, na wilaya ilikuwa imeanza toka mwaka 74. Wakati wao unaingia madarakani ilikuwa na miaka 47 na kituo kimoja cha afya. Katika miaka mitano hii ya uongozi wako, Mheshimiwa mgombea, umeweza kutuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo 3 vya afya, na sasa hivi kila tarafa hapa Muheza katika tarafa zetu 4 inakwenda kuwa na kituo cha afya. Tutakuwa na kituo cha afya cha Misalai kinachojengwa Amani kwa ajili ya tarafa ya Amani. Kituo cha afya cha Kwafungo kimekaribia kumalizika na hivi tunavyoongea kimeanza kutoa huduma kwa ajili ya tarafa ya Bwembwera, lakini na kituo cha afya cha Misozwe kwa ajili ya tarafa ya Ngomeni. Mama Samia oye! Hukuishia hapo, umetuletea fedha tukajenga zahanati 5 kwenye kata tofauti. Zahanati 5 mpya, lakini umetuletea fedha kwa ajili ya kukamilisha zahanati 7 ambazo zilikuwa zimeanza kujengwa lakini hazikuwa zimekwisha. Kwenye upande wa afya, Mheshimiwa Rais, umefanya mengi makubwa ya kukumbukwa sana milele hapa Muheza, na asante sana kwa jambo hili. Kwenye nishati ya umeme, huduma ya umeme, Mheshimiwa Rais, wakati unaingia kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021, vitongoji 210 peke yake kati ya vitongoji vya Kitanesco 512 vilivyoko Muheza vilikuwa na umeme. Hivi tunavyoongea vimebaki vitongoji 45 na vingi kati ya hivyo vimeshafanyiwa survey. Naamini mpaka mwisho wa mwaka huu wa fedha vitongoji hivi navyo vitakuwa vimepata huduma ya umeme. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Lakini hivi karibuni, Mheshimiwa Rais, ulielekeza pia tufanye utaratibu wa kuhakikisha umeme unaacha katika ovyo Muheza kwa kutubadilishia. Tusiwe tunachukua umeme kwenye chanzo cha Hale peke yake, bali kutokea Mkinga na Tanga mjini. Na hivi ninavyokuambia TANESCO wameshaianza kazi hiyo, na kadhia ya katika kwa umeme Muheza inakwenda kufikia ukingoni hivi karibuni. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini hali kadhalika kubwa zaidi ni kwenye upande wa maji. Wakati mimi naingia kama mtumishi wa watu wa Muheza kwenye nafasi ya ubunge, na wewe unaingia kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo Muheza iko katikati yake, ni kwamba hali ya upatikanaji wa maji Muheza ilikuwa 41%. Hivi tunavyoongea, baada ya miradi mbalimbali yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 14
kufanyika katika kipindi cha uongozi wako. Hivi sasa hali ya upatikanaji wa maji vijijini ni 72% na mjini hapa ni 86%. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuelekeza utiwe saini mkataba wa miji 28 wa mradi wa miji 28 ambao kwa Muheza unakwenda kugusa kata 17 kati ya kata 37. Mradi huu ambao umefikia 72% kwenye utekelezaji wake hapa Muheza, ambapo tunapata jumla shilingi bilioni 40, utakapokamilika hali ya upatikanaji wa maji vijijini itakuwa 86% na mjini itakuwa 100%. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa dhamira yako ya dhati ya kuhakikisha shida ya maji inakwenda kuwa historia hapa Muheza. Kama ambavyo nimesema Mheshimiwa Rais, yapo mambo mengi sana ambayo umeyafanya kulinganisha na muda ambao nilipewa. Lakini mimi nilete maombi kadhaa ya wana Muheza, na nikiondoka hapa bila kuyasema pengine nitanuniwa huku, japokuwa kura zako hazitaweza kuharibika hata kidogo hapa Muheza. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais, tunaomba miradi ambayo imeshaanza, ambayo umeianzisha wewe kwa ridhaa na maelekezo yako Mheshimiwa Rais, itiliwe nguvu na ihakikishwe inakamilika. Mfano ni barabara ya Amani ambayo wakati wewe unaingia ilikuwa imejengwa kilomita 4 na hata mkandarasi alikuwa hajalipwa hata senti moja. Lakini katika kipindi chako umeelekeza kilomita 9 zimejengwa na tuna ahadi ya kilomita 4 zaidi ambayo inafanya jumla iwe kilomita 17 kati ya kilomita 38 ambazo zitakamilisha barabara hii ya Muheza Amani. Tunaomba nguvu ya serikali iongezeke, mkandarasi aongezewe nguvu ili ahakikishe ya kwamba anaikamilisha barabara ile ambayo ni kero kubwa. Lakini hali kadhalika sisi ni wakulima, na wakulima bidhaa yetu kubwa, kilimo chetu kikubwa ni kilimo cha machungwa Mheshimiwa Rais. Hivi tunavyosema, moja ya mambo ambayo yanatupa wakati mgumu ni kwamba matunda matatu kati ya kila matunda matatu yanayovunwa tunda moja linaharibika, chungwa moja linaharibika, ambayo ni 33%. Hivi tunapata post harvest loss kwa kiwango kikubwa, na lengo letu ni tuwe na soko la kitaifa la machungwa hapa, ikiwezekana uwekezaji wa kufanya kiwanda kwa ajili ya kuchakata machungwa yetu, ili wakulima waweze kunufaika na machungwa yao yalete tija zaidi ya ilivyo sasa hivi. Lakini la mwisho, kwa mustakabali wa muda Mheshimiwa Rais, moja ya mambo ambayo mimi binafsi naamini yanachangamsha maeneo, yanachangamsha sehemu nyingi, lakini yanachangamsha pamoja na hayo uchumi wa sehemu hizo, ni kuwa na taasisi za elimu ya juu, vyuo vikuu. Sisi wilaya ya Muheza